Kutoka Azam Football Club tunaye meneja mauzo na masoko Tunga Ali ambaye amekuja kuzungumzia ofa nzuri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wapenzi na mashabiki wa klabu hiyo ya maskani yake Azam Complex Dar es Salaam. Tunga Ali, karibu sana na timu yako. Asante sana. Pamoja na Tunga Ali yupo Ahmed Jobenyo, katibu wa mashabiki Azam FC, Athman Rashid Sneaker Daddy OG shabiki, Saidi Ismaili na Kamtu Comedian yeye ni shabiki wa Azam, Lukman Shaban maarufu kama Lukman Mashairi yeye ni shabiki, Idi Ali maarufu kama Mayoni Azam ni shabiki, lakini kuna Omari Abdallah maarufu kama Otimbi shabiki pia wa Azam, na Ali Abdara yeye aka yake ni Atimbilio naye ni shabiki wa Azam. Na Mtunga, tupe kaifa. Kwanza kubwa zaidi slogan yetu ni timu bora bisa bora, lakini tunajua kipindi hiki kwanza pause kwanza. Namjua director wangu. Tukamaliza hapa kuongea atuona bango lolote. Tupe bango director. Tuone kuna nini. Namjua director wetu. Acholee kusahau mkali. Tupe bango lile. Tujue ofa hiyo inasemaje. Sawa, endelea, ataweka bango sasa. Kubwa zaidi slogan yetu ni timu bora bisa bora, ni kuhakikisha kwamba tunakuwa ubora kwenye timu, lakini pia tunakuwa kwenye ubora katika product zetu. Lakini kubwa zaidi tunajua kipindi hiki wenzetu Waislamu wako katika mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo tunasema Ramadhan Karim, lakini pia wenzetu wako kwenye Kwaresma, kwa hiyo tunawatakia Kwaresma njema. Lakini kubwa zaidi kama mnavyojua, idara ya masoko ya klabu ya Azam FC kushirikiana na idara za media, lengo ni kutengeneza fan base ya klabu ya Azam FC. Kwa maana mliona mipango mikakati yetu ya miaka 3 mpaka 5 kuhakikisha kwamba tunaongeza fan base wa klabu ya Azam FC. Nadhani mliona tulienda mbali zaidi, tumefungua matawi mengi nchi nzima kwa lengo la kuwafanya familia iweze kuongezeka. Lakini this time around mmeona tumeweza kuweka product zetu kwenye migodi ya Azam TV nchi nzima. Lakini tukaona kwamba tunakwenda mwisho wa msimu, tunataka kwamba ndani ya miaka 3 au miaka 5 fans wa klabu ya Azam FC waweze kuvaa vitu vya klabu ya Azam FC. Kwanza ni washukuru wa Tanzania kwa kutuunga mkono, kwa sababu sasa hivi ukitembea nchi nzima huwezi kuona mtu hajavaa nembo ya klabu ya Azam FC. Lakini management ya Azam Football Club ikaamua kuja na ofa kubwa kuliko, lengo kuwafanya wa Tanzania wendo kuwafanya wanamichezo kupata vitu vya kwa bora kabisa. Kama slogan yetu inavyosema timu bora bisa bora. Ndio maana tukaweka ofa. Mkiangalia hapo unaona tumeweka ofa kubwa kuliko. Ukiona gazeti pale letu pale linaonyesha vitu mbalimbali vya klabu ya Azam FC. Kama unavyojua mpira wa Tanzania umekuwa, tuwashukuru TFF na serikali kwa sababu sasa hivi vijana wengi wa Kitanzania wanakwenda kusoma, lakini pia wanakwenda kucheza mpira. Na ndio maana unaona tuna academy under 17 under 20. Tumeweka ofa hii ili kuyakusa makundi yote ya Watanzania, kwa maana watu wanaokwenda kwenye jogging, wazee ambao wanafanya mazoezi. Lakini sio hizo, tuna academy nyingi ambazo zinahitaji vitu vya kwa bora, lakini pia tuna timu za mpira nyingi ambazo zinahitaji vitu vya bora. Ndio maana tukaamua kuweka ofa kubwa hii kuliko. Lengo ni kuhakikisha kwamba fans wa klabu ya Azam FC, lakini lengo kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata vitu ambavyo vyenye ubora, lakini vitu ambavyo vinaendana na thamani ya hela yao. Ndio maana ukiona katika hii ofa utaona jezi za klabu ya Azam FC ambazo zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 30,000 sasa jumla zitauzwa kwa shilingi 15,000, lakini rejareja zitauzwa kwa shilingi 20,000. Hii inamaanisha nini? Kuna punguzo zaidi ya 10,000 mpaka 15,000. Lengo ni kuwafanya watu wavae vitu vizuri. Lakini kuna simple t-shirt zetu ambazo zinauzwa kwa shilingi 3,000 ambazo kila Mtanzania anaweza kufikiwa. Lakini sio hivyo tu, tumeziangalia academy. Tuna academy nyingi za Tanzania hapa ziko nchi nzima na zinahitaji vivae vitu vya kwa bora. Sisi jezi yetu ni jezi ambayo una uwezo ukaivaa miaka hata 10. Yaani unaweza ukawa na jezi ya 2004, kuna watu wana jezi mpaka leo ya 2004. Hii inamaanisha nini? Tuna meet zile standards za kimataifa. Tumewagusa sana watu wa academy kwa sababu jezi ambayo ilikuwa inauzwa 22,000 ya watoto tumeiweka bei ya jumla kwa shilingi 10,000 na rejareja kwa shilingi 12,000. Lakini zile bukta ambazo zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 18,000 tumeziweka kwa shilingi 8,000. Hii inamaanisha gani? Club kubwa siku zote inafanya investment katika pichi, inafanya investment katika wachezaji, lakini pia inawajali wachezaji wa 12. Na ndio maana ukiangalia sisi ni klabu ya kwanza Tanzania kuleza vitu vingi zaidi. Yaani kwamba kila Mtanzania anaweza akaja dukani kwetu akapata jezi, akapata bukta, akapata soksi, akapata key.
kila kitu kipo katika klabu ya Azam FC. Hii ndio maana ukubwa wa klabu, na niwahakikishie tu wa Tanzania tutaendelea kuwekeza ili kesho na kesho kutwa tuwe klabu moja kubwa kabisa Tanzania na Afrika kwa ujumla na Ulaya kwa ujumla. Asante sana Tunga kwa maelezo mazuri ambayo yamejitosheleza. Hizi jezi za ofa zinapatikana wapi na wapi na wapi? Vizuri kabisa. Sisi kwanza tuna maduka yetu yaliyokuwa Livingstone na Grey ambao liko Kariakoo ambayo duka letu mama, lakini tuna duka letu ambalo liko Chamazi Complex. Nadhani kuna matangazo yetu utaweza kuona namba ambazo za watu ambao wanafanya mauzo katika maduka tumeziweka, lakini sio hivyo tu. Hapa katikati kama mliona tuliweza kuingia makubaliano na Azam TV kwa maana katika ile migodi kuweza kuweka product zetu, na hii ofa itaenda kwenye migodi yote ya Tanzania ambayo inapatikana, mgodi wa Tanga, mgodi wa Mwanza. Lengo ni kuwafikishia Watanzania kwa ukaribu. Unajua mtu anatafuta hela lakini akitaka kuja kununua atakiwa apate kwa ukaribu. Lakini pia tuna mawakala Tanzania nzima kwa maana kuanzia wilayani, mkoani na maeneo yote ambayo yanafikika. Lakini kubwa zaidi waangalie mitandao yetu ya kijamii. Hii ofa itaanza tarehe 20 nchi yote ya Tanzania. Kule Zanzibar kuna Azam Ice Cream nao, kule Pemba nao kupo. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba hii ofa inafika kwa Watanzania wote, na tuhakikishie tu kwamba vitu vyetu vina ubora wa hali ya juu. Jezi yetu ufue na maji yoyote yale inakuwa iko bora. Jezi yetu hata ukivutwa shati wakati unakimbia hamna, stitching zetu ziko bora, kitambaa kiko bora. Sisi tunatengeneza kuanzia mwanzo. Kitambaa kinatengenezwa, jezi inatengenezwa vizuri, ndio maana unaona jezi ya 2004 una uwezo ukaikuta iko ina watu wamevaa na iko katika ubora wa hali ya juu. Asante sana Bwana Tunga kwa maelezo hayo mazuri. Club bora na viongozi bora kadhalika. Unapokuwa na meneja mauzo na masoko bora kama Tunga, basi mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Lakini haitoshi kusema uongozi, hata mashabiki na viongozi wa mashabiki nao ni bora vile vile. Na hapa tutamsikiliza kiongozi mwingine bora wa mashabiki, Ahmed Jobenyo. Vipi Saumu umepanda shehe wangu? Saumu imepanda. Mtu hapa najua hajafunga hapa. Yuko letalisma huyo. Jobenyo, wito kwa mashabiki wa Azam nchini kote baada ya punguzo hili la bei. Wito wa mashabiki wote wa Azam Tanzania nzima kwamba tuichangamke hii fursa. Hii fursa ni ya kwetu na imetujia sisi katika mwezi huu wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma huu. Huu ni mtoko wetu sisi kwa sababu jezi ya Azam unaweza ukaivaa mahala popote. Unaweza ukaifanya pia kama ni mtoko wa sikukuu, kama zile traki pamoja. Kuna vitu vingi sana ambavyo kama sisi mashabiki wa Azam huwa tunajivunia sana klabu yetu na management nzima kwa sababu inatujali kwa asilimia kubwa sana. Ikiongozwa na idara ya masoko kwa sababu kitu kilichokifanya kwetu sisi hiki ni kikubwa sana ambacho mashabiki mara nyingi sana nakuwa wanakililia. Wamelilia kadi sasa hivi zinafika kila sehemu, kila kwenye mgodi wa Azam TV basi tukupana na jezi na kadi za Azam FC. Lakini pia kama hivyo tena jezi sehemu yoyote huko Mwanza, huko Mbeya, huko wapi unaipata ile ofa ambao mtu wa Dar es Salaam anaweza akaipata ile ofa. Ni kitu kikubwa sana kwetu sisi ambacho tunashukuru sana management na uongozi mzima wa Azam FC. Na kikubwa Bwana Binzuberi, mashabiki wa Azam hawataki ile ya shilingi 20,000 mmoja mmoja. Wanajikusanya organization kwenye magrupu ya WhatsApp, wanajikusanya waende wakachukue kwa pamoja wapate ile shilingi 15,000 ili tuweze kupata wengi zaidi. Tukikia tunapotokeza basi tuweze kupendeza zaidi. Sawa sawa. Yeah. Tutasikiliza shairi la kupamba promotion hii kutoka kwa Lukman Mashairi na baada ya hapo kuna Mayoni Azam. Yes. Wewe utatupa nini? Kuna nyimbo kidogo nimeandaa. Haya basi, hebu tupeni burudani yenu kwa sekunde kadhaa then tukapate burudani ya kutufungia. Naona kuna Otimbi leo na Kamtu na Sneaker Daddy OG. Kati ya Sneaker na kuna mtu hajafunga, sawa. Tupe shairi. Yuko. Naanza na bismillahi, assalamu alaikum. Wa Tanzania kufurahi Azam ni letu jukumu. Marhaba. Pongezi meneja Tungali kwa ofa hii kubwa tamtam. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje kwa mfano.
punguzo kubwa la bei, habari kufikia. Utapendeza wallahi, uzi lazima ukukae. Bei zetu ni nzuri, bei zetu ni nzuri, ninawaambia mtafurahi. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje kwa mfano. Punguzo kubwa la bei, habari ikufikia. Utapendeza wallahi, uzi lazima ukukae. Bei zetu ni nzuri, wala zina kipengele. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje kwa mfano. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje kwa mfano. Uzi wa kupata jiko direct ni Maridhiano. Yani uzi uni mtoko, wahitaji majivuno. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje kwa mfano. Jezini zimetukuka tena ni nambari 1. Hakuna wa kuzifananisha na jezi zote nchini. Ofa hii imetukuka na kuambia mwanawani. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje kwa mfano. Ofa hii kubwa kuliko unakosaje kwa mfano. Sawa sawa, vizuri sana. Haya, Mayoni. Oya wanangu wauni masela, jipatie punguzo la bei. Mama Oa kina baba, kina mama, watu wazima, jipatie punguzo la bei. Ofa kuliko, ofa kuwa kuliko ya Nyezi. Naam. Ya mtoko Azam. Haya twende mwendo wa ofa kuliko kubwa yo. Ofa ya Azamu, mtoko Azamu, pendeza na Azamu, toka na Azamu. Unakosaje kwa mfano? Unakosaje wewe? Sasa vizuri sana. Na muda umekimbia kwa dakika hizi mbili. Tumalizie na awamba wanne. Otimbi Leo, Sneaker, Daddy OG na Kamtu Comedian. Faini vurugu yenu ya kuondokea. Kabisa. Kwanza kabisa nataka niseme kitu kimoja. Unajua mwenyewe bato langu mimi na udogo. Una bato gani wewe? Katika kipindi ambacho hataki kuligusa hiki kwa sababu nimeongeza ulinzi. Mbona mambo hayo? Yaani akigusa tu sasa hivi kidevu ana meno ya sebleni yote yana nakwambia kucheka acheki. Alafu nikwambia kitu kimoja bwana Kamtu na ndugu zangu. Unajua mambo ya hapo bwana hajaanza sasa hivi jamani. Kitambo. Yana nikumbusha enzi hizo mwaka 1978 1920 na vinukta vyake. Kipindi hicho kwenye vita vya Majimaja. Ndio nakumbuka. Unajua mimi kijikitile ngwale mimi mwanangu sana. Yaani toka mtoke nakwambia tagi ubavu. Kabisa. Kipindi hicho yupo hapa mimi nipo hapa. Akaniambia baba nataka unitengeneze ofa moja kubwa ambayo tukienda kule vitani nataka turudi na ushindi. Nikamwambia leo nimeisha baba. Nikamwambia tukifika pale ukiona mtu kapiga bastola, wewe sogea mbele tu. Ukipiga ndii wasema maji. Ile idea mimi nimetoa mzee mwenzangu. Wewe ndo ulitoa ile idea? Ya maji. Bwana hiyo rafiki yangu mimi nimenusulika kufa kwa ajili ya puzi. Hiyo ndo na ofa hiyo. Yaani hujaona ofa zote umeona hiyo ndo ofa hiyo. Kwa nini ulinisikiliza mimi kabisa ukaenda mbele? Unaona mtu apiga bastola ukaenda mbele unisikiliza. Yaani mimi nanusulika kufa kwa ajili ya puzi kama wewe mmoja. Yaani hujachagua ofa za maana tuende na mikuki, unachagua hiyo maji. Una akili wewe? Una akili kweli? Wewe kweli bwege. Yaani umekaa kabisa unanisikiliza mimi. Hivi bastola unajua bara bastola. Hilo jiwe tu kuligeuza nanilia andazi unashinda. Na ndio maana naweza kuwatafuta watu ambao wana intelligence kichwani kama kinatunga. Hivi angekuwa bwana Tunga unafikiri sisi hata watu angekufa? Tungeshinda vita ile. Lakini mpuzi mmoja kama wewe ufahie kweli rafiki yangu hata mwenyekiti upate wa mtaa. Kwa hiyo kwani Tunga kwenda na jambo gani Tunga? Hujui Tunga rafiki yangu mambo yenyewe ndio yashaanza hivyo. Anataka swabu ile baba rafiki yangu. Wewe bwana anaitafuta pepo ni bwana. Si wa kuchuma hata kushusha ofa. Kuna kitu kinaitwa babu kubwa, ofa babu kubwa. Ndio. Baba, yule baba ana pepo yake. Kabisa. Unakosaje mambo haya? Huwezi kukosa ndugu yangu. Nataka niwakabidhi ndugu zangu wa Utimbi na Utimbi lile. Ndio wa China wa. Watu wa Kung Fu nakwambia. Haribuni hapo naondoka. Kabisa. Kwanza mimi naitwa Timbi Leo.
wenzangu wa Timbi. Hapa si katika hiyo ofa kuna kitu tunataka tuwape wateja wetu kwa heshima na taazima, maana tuna miendo yetu ya heshima na taazima. Tunataka tukuonyeshe jinsi tuonyeshe basi haraka muda umekimbia. Hapa hiyo miendo yenu amchelewi nyinyi. Hiyo tuanze huko ile wanaotama. Bana watosha hapa. Hapa pakubwa sana kwa Wachina. Wewe. Jamani. Ofa hii kubwa kuliko unaposaje kwa mfano. Watakutana na vitu vingi sana. Lakini mwisho nitumie fursa hii kuambia wale wafanyabiashara wachache ambao wanachakachua nembo ya klabu ya Azam FC. Watu wengi wamezidi kuchakachua nembo ya klabu ya Azam FC. Kwa kweli management ya klabu ya Azam FC iko very serious katika kuhakikisha kwamba tunatetea nembo ya klabu ya Azam FC. Tunasisitiza watu wafuate sheria kwa kununua vitu vya bora kabisa. Tumeona jezi nyingi ambazo zimekuwa feki mtaani, lakini tunahakikisha kwamba tutazitokomeza kwa sababu kuchakachua nembo ya klabu ya Azam FC. Lakini la mwisho tuwashukuru jeshi letu la polisi. Sawa. Mimi nakushukuru sana Tunga, ningependa tupate muda zaidi wa kuzima, lakini muda umetukimbia sana. Niwashukuru, hapana shaka ili zoezi ni endelevu. Tutakutana tena hapa kuja kuzungumza. Niwashukuru wote wanangu, nimefurahi kuwaona ingawa wazungu sikwenda mjamleta. Naitwa Mahmoud bin Zuberi.